Inakuwaje watu wangu, mimi naitwa Izo Business na leo niko na ugeni, lakini point ya msingi hapa unaona kuna product ziko mezani. Hizi ni supplement kitaalam tunaita supplement ama tunahitaji. Hizi ni supplement. Virutubisho. Hii mahususi kabisa kwa wagonjwa pamoja na wafanyabiashara, si ndio? Kwa hiyo hii mizigo kama mfanyabiashara inapatikana na ziko virutubisho tofauti, na nimeamua niwe na daktari kwa ajili ya kuelezea kitaalam, yani kwamba kila kirutubisho hapa kina faida gani kwenye mwili wa binadamu, kwa sababu huyu ni daktari ambaye amespecialize kwenye masuala ya binadamu. Na labda ungejitambulisha kidogo ndugu yangu. Mimi naitwa Kala, ni daktari wa binadamu, ni Mtanzania ambaye kwa sasa naishi hapa nchini Marekani, na leo niko na Izo B. Amekaribisha hapa kwenye studio yake, na leo tunaenda kuzungumzia supplements au virutubisho mbalimbali kwa wafanyabiashara na wagonjwa. Kwa hiyo kama wewe ni mgonjwa ama ni mfanyabiashara, pay attention. Leo tunaenda kuzungumzia product moja, tunaenda kuzungumzia ina issue gani, ina faida gani kwa binadamu. Unajua mimi zamani nilikuwa naonaga kama hivi vitu ni kama kushow off tu ukiona unatumia. Lakini baada ya kufika hapa nimeona watu wako serious sana na hizi vitu. Wewe mwenyewe ni shahidi kwa sababu ni Mtanzania. Unaweza kuona sisi mbona hatutumii sana nyumbani hivi? Nafikiri hiyo mentality pia imetuchelewesha. Tunahisi kwamba kutumia supplement ni ubishoni nini, lakini sio kweli. Kwa mazingira ya Tanzania, tuseme sehemu kama Dar es Salaam, watu wako busy sana kazi. Most of the time wanakula chips mayai, sio nini. Kwa hiyo ule muda wa kula matunda, sio mboga za majani na ile balanced diet ambayo inazungumziwa, watu wengi huwa hawana muda wa kuitumia. Kwa hiyo huku watu wana substitute ule ubize na hizi supplement. Unaona? Kwa mfano mimi nikijishukulia mimi tu mwenye binafsi, wazazi wangu umri wao umesogea kidogo. Kuna faida pia ya wazee ambao umri umesogea kwa kutumia vitu kama hivi ama? Ni muhimu sana, kwa sababu mara nyingi umri ukisogea tunasema kwamba kwenye digestive system ni ule utumbo kutokea mdomoni mpaka kwenye choo. Ukiwa kijana, ile njia ya chakula inakuwa iko active sana. Ukila chakula ina absorb au inamengenya hivi virutubisho kirahisi. Lakini umri ukienda, mwili wako unakuwa hauna uwezo. Hata ukila chakula ambacho kina hivi virutubisho, mwili wako hauna uwezo kuvichukua na kuvifanyia kazi. Ndio maana wazee umri ukienda tunaanza kuwa supplement taratibu ili waweze kuwa kama vijana. Kwa sababu wao miili yao haina uwezo tena kuvipokea kama walivyokuwa vijana. Na kuna mwingine anaweza kawa anajiuliza, dokta, unajua watu wanasemaga usitumie sana dawa bwana, dawa unajua zinaathiri na sijui figo sijui na vitu kama hivyo. Na hizi nikiangalia zimekaa katika muundo kama vidonge. Haina athari pia kama natumia. Sasa hizi sio dawa. Hivi ni virutubisho. Yaani hizi ni kama chakula. Zimewekwa katika mtindo huo wa vidonge na nini. Ndio kwa mfumo wa vidonge. Ndio maana hata mtu ambaye hana pharmacy anaruhusiwa kuziuza hizi, kwa sababu hizi haziko regulated. Haziwezi kumuua mtu. Ndio maana zinauzwa kama virutubisho. Sasa bwana, wewe mfanyabiashara ambaye una deal na mambo ya supplements pamoja na hivi virutubisho kama daktari alivyosema, mzigo unapatikana au sio? Mzigo unapatikana, unaweza ukatoa oda yako. Iwe mfanyabiashara mkubwa, iwe mfanyabiashara mdogo, tutaenda kuelezea kila kirutubisho hapa na faida zake mwilini, na nimeamua niwe na mtaalamu ili iwe rahisi zaidi. Kwa hiyo tutaanza moja baada ya nyingine, lakini kama unataka kutoa oda, DM yangu iko wazi, wasiliana na mimi na mzigo utakufikia popote ulipo kwa kiwango ambacho unataka. Haraka dokta, tuanze na hii inaitwa hair skin nails. Hii ina faida gani kwenye mwili wa binadamu? Hii kitaalamu inaitwa biotin. Hii hair skin nails hii ni trade name. Kwenye biashara ya virutubisho huwa tuna trade name na generic name. Sasa generic name ndio jina la kitaalamu. Hii inaitwa biotin. Hiyo jina la kibiashara ndio inaitwa hair skin nails. Sasa hii biotin kwa wale warembo ambao wanapenda kuwa na nywele ndefu. Wale ambao wanapenda kuwa na makucha marefu. Wale ambao wanapenda kuwa na ngozi nyororo.
Kwa hiyo hata kucha inakuwa unaweza usiwe na haja ya kwenda kubandika kama kwenda bandika na nini kwamba si kucha zinakatika si nini. Hii inakuza vizuri. Okay. Na kitu ambacho pia labda tujiambie wateja wetu, hizi ngoma zinatoka USA. Hii ngoma moja kwa moja kwa Mnyamwezi kabisa. Kwa Mnyamwezi huko kuna zile kwamba huyu si ni Mchina si hapana. Hii uhakika. Hii kwa hiyo faida yake ni kukuza nywele, ngozi pamoja na kucha. Okay. Kwa hiyo unaweza kutoa oda yako au sio mizigo ikakufikia na sio warembo tu, hata wale ambao vipala vimeanza mapema kabla ya muda wao. Unaweza kaiwai ukapiga hii ikakusaidia sana. Nywele. Bana, mzigo huu hapa. Mzigo unapatikana, nipe oda yako tuondoke. Twende haraka dokta, au sio? Kuna hii nyingine inaitwa, unajua haya majina mengine Spring Valley. Sasa hii jina gani sasa? Hii inaitwa Shawada Root Powder. Hii mara nyingi inasaidia kwenye watu wenye kinga ambayo imepungua mwilini. Okay. Sasa kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanasababisha kinga ishuke. Kwa mfano ugonjwa wa ukimwi, ndio, magonjwa ya saratani, ndio, magonjwa ya sukari, ndio, au utapiamlo, kinga inashuka. Sasa kinga ikishuka huwa inaambatana na magonjwa mbalimbali. Nashambuliwa mara kifua kikuu, mara UTI, homa za hapa na pale na nini. Kwa hiyo kama kinga yako, kama unahisi wewe kwa mwaka unaugua zaidi ya mara 3 mara 4, kinga yako ina shida. Mtu ambaye kwa kawaida hatakiwi augue mara kwa mara. Kama mimi binafsi unaweza kukuta hata mwaka unapita sijaugua. Maana sasa uko vizuri. Kama changamoto watu hawataki kuwa na hofu na mimi kabisa. Bana, kwa hii product kwa ajili ya kinga, kuweka kinga sawa. Kinga ya mwili. Bana, wewe mfanya biashara, mzigo nao ni cheki, kama unahitaji niambie, pisi 3,000, pisi 5,000 unapata, au sio? Hii kwa ajili ya kinga, na hiki ni kirutubisho pia. Kirutubisho. Hiyo sio dawa, ni kirutubisho. Okay. Twende product ya 3 ni hii hapa. Naona hapa ni vitamin C, raspberry. Hii ni vitamin C raspberry ni kama matunda. Okay. Kwa hiyo maana yake hao jamaa wameextract vitamin C kwenye haya matunda ya raspberry. Though vitamin C unaweza kupata kwenye matunda mbalimbali kama machungwa na nini. Lakini hii ni ile ambayo ya uhakika. Okay. Yani ni kwamba unaweza kumeza kidonge kimoja uko sawa na mtu aliyekula machungwa 10. Okay. Kwa hiyo inakusaidia kumaliza kazi haraka. Sasa na kwenye kategori yake ni kirutubisho pia bado. Kirutubisho hii sio dawa. Unaona. Sasa hii vitamin C kazi yake ina kinga ya mwili, unaona. Lakini pia ngozi, kwa watu ambao wana ngozi zao hazina ming'ao, hazija glow, wanasema vijana. Hii ndio wenyewe sasa. Lakini pia hii inazuia magonjwa. Kwa sababu kwenye maisha yetu kila siku kuna kemikali nyingi kwenye vyakula, kwenye madawa, kwenye viwandani, moshi wa sigara, moshi wa magari. Hii inatoa antioxidant ambayo inazuia wewe kuugua magonjwa ya saratani. Hii ni muhimu kumbe kwa. Hiyo ndio wenyewe hiyo. Bana, mzigo upo, nipe oda yako. Mzigo upo, unapatikana, nipe oda yako. Na haya ni maelekezo kutoka kwa daktari, sio maneno yangu. Au sio? Tunaenda haraka kidogo kutokana na time na nini. Na kuna hii D3 sasa sijafahamu kitaalamu nini na inasaidia nini? Sasa hii D3 hii ni vitamin D. Okay. Vitamin D mara nyingi inahusiana na mifupa. Sasa mifupa, mara nyingi watu ambao wana changamoto za mifupa ni watoto wadogo na watu wazima. Unaona, mtoto anazaliwa anafika umri fulani anapata matege. Ni kwa sababu alikuwa hapati hii ya kutosha. Au mtu mzima miaka 60 miaka 70 wanaanza kupata, mara nyingi wanapata fracture au wanavunjika. Yani unashangaa mtu mzima dingi ameingia bafuni kaanguka kavunjika mfupa. Mara nyingi kikawaida hutakiwi uvunjike kwa kuanguka. Yani ili uvunjike inabidi upate crash kubwa, gari au umeanguka kwenye mti. Ndio. Ile ukianguka sehemu kama hii unacheza mpira. Sasa hii kazi yake ni kufanya mifupa yako iwe na nguvu. Unaona. Na kwa mtu ambaye maybe ana mtoto kazaliwa, kama umesema mtoto kazaliwa na matege na nini, kama kazaliwa na akaanza kutumia hii tayari na matege, inasaidia kwenye kiasi fulani au anakuwa kashachelewa? Mara nyingi hata kama matege yashapata inasaidia kuliko kuacha vile. Kuacha kabisa. Lakini kama una mtoto, kwa mfano hapa Marekani, unajua mambo ya afya ya Marekani na Tanzania ni tofauti. Ndio. Huku Marekani mtoto akizaliwa
anaambiwa tu kwamba nyonya maziwa basi. Lakini huku kwa sababu ya afya ya uzazi imekuwa, wanaamini maziwa ya mama hayana vitamini D za kutosha. Kwa wanamsupplement mtoto kama bwana meza na hichi kidonge ila vitamin D zako ziwe za kutosha. Okay. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya mifupa. Lakini pia na kinga ya mwili pia hiyo inahusika. Okay. Bana, we mteja ama mfanya biashara, unaweza kaniagiza pia, hii zinapatikana kwa kiwango chochote ambacho unataka na mzigo utakufikia bila shida. Niko na dokta hapa, tunapata madini. Usije ukaingia wanasema chaka. Kuna hii calcium. Ni kirutubisho pia hii. Hicho ni kirutubisho. Na unaweza ukatueleza faida yake ni nini? Sasa hii calcium ile tulizungumzia mwanzoni ni vitamin D. Yes. Ile huwa inasaidia calcium itengenezwe mwilini. Okay. Sasa hii calcium inaingia mwilini kama calcium yenyewe. Haihitaji vitamin D kuja kutengeneza. Kwa hiyo inasaidia mifupa. Kwa hiyo yani ule mfupa wako unavyoona ule weupe wake ule, ile ni calcium tupu. Kwa hiyo kwa wazee, kwa watoto, kwa vijana, kama wewe una shughuli nyingi ambazo zinakufanya usipate virutubisho vya kusaidia mifupa yako iwe vizuri, hii ni muhimu sana. Ili uweze kwa sababu unajua watu wengi wanahisi kwamba ukifikisha miaka 50 ukapata magonjwa, wanahisi ya magonjwa umepata uzeeni. Hapana. Magonjwa uzeeni unaanza kuyapata ukiwa mdogo. Ndio. Ukiwa kijana. Ndio. Tabia zako za ujana zitamua uzee wako utakuwaje. Sio kwamba ukizeeka ndo unapata. Hapana. Yani tukitaalamu tunaita cumulative effect. Kwamba kuna wewe tangu ukiwa kijana mambo yameambatana, yamejipanga mpaka uko uzeeni ya kupiga ugonjwa. Okay. Kwa hiyo hii calcium hii kwa ajili ya mifupa. Muhimu sana hii. Alright. Mzigo unapatikana ujamani. Nasubiria oda zenu tu. Twende chap kidogo. Na hii nishaiona sana hii. Hii inaitwa fish oil. Hiyo inaitwa fish oil au omega 3. Na hii make mimi sijai kutumia tangia niko Bongo hii. Hii sijui ni gangster au sile. Sasa hii ina faida gani? Hii ina faida kubwa 3. Faida ya kwanza ni moyo. Sasa hivi kuna watu wengi sana wana tatizo la moyo. Okay. Unashangaa mtu anatembea tu 2 tayari ameshachoka na ndio au amepanda ngazi na nini. Ni kwa sababu moyo wake haufanyi kazi vizuri. Na mara nyingi shida ni kwamba kwenye katikati ya mifupa kwenye mishipa ya moyo ambayo inapitisha damu kuna mafuta mengi mule ndani. Kwa hiyo damu ikipita pale haipiti vizuri. Okay. Kwa hiyo damu ikishindwa kupita vizuri, maana yake kwamba unakuwa huna uwezo wa kufanya mazoezi, kutembea, kufanya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo omega 3 kazi yake ni kusupport moyo wako kufanya kazi vizuri. Inaondoa zile cholesterol. Na kama tayari una hiyo hali kwamba ukitembea kidogo unachoka kufanya nini, ukianza kutumia hii kuna kitu chochote inasaidia? Yani hii kwa sababu ukienda hospitali mara nyingi unapewa zile dawa za kusaidia moyo ufanye kazi. Lakini ukipewa hii ina support moyo wako. Kwa kama uko na muda mfupi inakupa muda zaidi. Unaweza kwenda hospitali kuambia madaktari kwambia una miaka 5 iliyobaki. Lakini ukitumia hivi virutubisho vinakupa time zaidi. Lakini kitu kingine ambacho kinasaidia ni ubongo. Kama wewe ni mwanafunzi unasoma au wewe ni kwenye sekta mbalimbali unahitaji memory, hiyo ni muhimu sana. Kama unasoma ukumbuki vizuri, unasoma ukigeuka ukumbuki kitu, hii ndio kitu yenyewe. Fish oil. Na haijalishi uko na umri gani. Haijalishi hata umri gani. Ukianza kutumia hata kama jua lishaanza kuzama, inakusaidia. Na changamoto za moyo za nyingine ya mwisho ni macho. Kama macho yako pia afanya kazi vizuri, haoni mbali sana. Mimi na tatizo hilo pia. Hizi muhimu sana kwa macho. Kwa umeshipa fahamu na moyo, hii muhimu sana. Okay. Hii fish oil inapatikana pia, unaweza ka press order yako na mzigo ukakufikia. Kuna hii nyingine naiona hapa inaitwa zinc. Hii tumesoma shule inakumbuka. Hiyo nini kitaalam na ina faida gani? Hii zinc ni kirutubisho, na kazi kubwa ya zinc kwenye mwili ni inakufanya kinga yako ya mwili ikae vizuri. Lakini pia ina support metabolism. Metabolism ni uwezo wa mwili wako kuchakata chakula. Kwa hiyo metabolism yako ikiwa na kasi, maana yake mwili wako unachakata vyakula haraka. Kwa hiyo wale watu wenye changamoto za uzito, kwa mfano
unashangaa kuna watu ambao tumekuwa nao, unashangaa anapiga msosi mwingi lakini anenepi. Wapo. Maana metabolism zako zinafanya kazi sana. Kwa hiyo zinki moja kazi yake kufanya metabolism yako iwe na kasi. Mwili wako uweze kuchakata chakula kwa vizuri, lakini pia afya ya moyo na mifupa, zinki ni kazi yake. Sasa mbona anaona kila ambacho nakuonyesha hapa kirutubisho unaona kina faida kubwa. Sasa kwa nyumbani inatakiwa uwe si inabidi uwe na duka zima sasa. Mara nyingi kwa mfano kwa huko Marekani, unajua watu huwa hawaelewi. Tukiwa nyumbani huwa tunawadharau sana wazungu. Tunasema kwamba wazungu wanakula makemikali na nini, ndio maana maisha yao hivi. Lakini uhalisia ni kwamba wazungu wanaishi maisha marefu kuliko sisi. Hiyo kitaalamu. Mbona lakini mbona ukimwona kwa mfano bibi wa Afrika ambaye ukiambiwa na miaka 100 let's say, na ukionyeshwa bibi wa huku ambaye ana miaka 100, unaona wa Afrika ana power bado na yuko strong. Yuko vizuri. Ni kweli kwa sababu za genetics, kwamba sisi tuna genes nzuri zaidi ambazo zinasaidia kukaa vizuri na nini. Lakini changamoto yetu ni kwamba watu wengi wanakufa mapema. Huku life expectancy ya Marekani ni miaka 80 mpaka 90. Ni miaka 70, wanaume 78, wanawake ni 85. Lakini Bongo, wewe umekaa hapa Marekani unaona, wazee ni wengi sana. Ndio. Lakini Bongo wazee ni wachache. Wanasema hapa wazee wengi. Ni wengi. Statistically unaambiwa Afrika 70% ni watu ambao wako chini ya miaka 30. Kwa hiyo tuseme 30% ndio watu ambao wako zaidi ya miaka 30, au ni watu wa miaka 40, 50 ambao. Lakini hapa Marekani watu wa miaka 80 unakuta wingi wao ni sawa na vijana. Ni kwa sababu pamoja kwamba vyakula vyao sio ugani kama vya kwetu, hizi supplements zinawabeba. Ukienda kwenye kabati zao unakuta ni utaratibu ziko za kutosha. Unaona. Sawa Dokta, tuendelee chapuchapu. Na kuna hii nyingine pia naona ni calcium, magnesium pamoja na zinc. Hii naona imechanganya. Sasa hizi ni combo. Ina faida gani? Sasa hizi ni combo. Mwanzoni nilivyoongea nimezungumzia faida za calcium, nimezungumzia faida za magnesium, nimezungumzia faida za zinc. Sasa hii ni nzuri. The reason walitengeneza hizo combination ni kwa sababu kuna watu ambao hawapendi zile za unameza zinki, unameza calcium, unameza magnesium. Unapiga tu kimoja, unakuwa wanasema umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Hii inasaidia. Kwa ni vile vile tunasema hii iko combo. Iko combo Sasa bana, mzigo unapatikana ndugu zangu. Toa oda yako, madude yapo ya kutosha. Au sio? Na leo uzuri kwamba mnapata somo la bure kabisa na bidhaa mnaziona wenyewe. Niko na daktari daktari Mkare. Umeshaelewa bana. Na hii sasa omega 3 naona hii iko tofauti pia. Naona hii tumeizungumzia, unaona ile ambayo imepita inaitwa fish oil. Sasa hizi ni trade names na naona zimefanana pia. Hata fish oil iko hivi hivi. Kwa hiyo ni mtu tu anaamua either atumie hii au atumie ile, lakini content ni ile ile. Bana Dokta, kwa hiyo ina maana, ndio maana unajua sometimes nakumbuka sisi watu tunaoimba unaweza kuona wacheki jamaa wa huku, unaona bana ngozi zao tunasema zimepoa na nini. Kwa hiyo watakuwa wanazingatia sana yani hizi ni muhimu sana. Yani wanameza hizi dawa, wanapoa ndani, jua haliwapigi sana. Unaona? Na nafikiri huko mbeleni tutakuja kuzungumzia cosmetic, ma sunscreen, sababu si Bongo tunapita juani tunapigwa na jua kali. Kwa hiyo hii ni kama fish oil. Hii ni kama fish oil kazi yake ni zile zinafanana. Sawa. Kuna hii hapa pia. Sasa hii ili jina acha nikuachie kwa sababu limekaa kidaktari sana, sije nikaonekana nilikula ada. Inakula ada. Hii inaitwa glucosamine sulfate potassium chloride. Hii ina miligramu 1000. Ndio. Sasa hii siyo nisemeje, katika virutubisho muhimu sana Afrika vya kuwa navyo. Hii ni yenyewe, kwa sababu wazee wetu mara nyingi, hii ni changamoto ya wazee baada ya miaka 40 na 50. Ndio wanaanza kusumbuka na mgongo, miguu ndio na nini. Na mimi mzee wangu alikuwa na hiyo shida hiyo. Anayo shida. Mara nyingi kwenye mfupa, kwenye ile joint, kuna kitu kinaitwa cartilage. Ndio. Kwa hiyo ule mfupa unapoishia, kuna nyama inayofuata inaitwa cartilage. Ambayo ile nyama, ile cartilage, katikati ya ile cartilage kuna maji. Ndio. Sasa kawaida ule mfupa
unakuwa uko hivi, hautaki ugusane hivi, unakuwa uko hivi. Hii inakufanya uwe flexible, unakimbia, unatembea na nini. Sasa kuna magonjwa, kuna ugonjwa mmoja unaitwa arthritis. Ndio. Arthritis mara nyingi inaitwa osteoarthritis. Inawapata watu ambao wana uzito uliopitiliza. Okay. Mara nyingi, lakini hata unaweza kuwa na uzito wa kawaida pia ukapata arthritis, lakini mara nyingi ni watu uzito uliopitiliza. Sasa ile space ya joint badala ya kuwa hivi inasogeana. Inaanza kusuguana. Ndio. Ikianza kusuguana, ile cartilage ile cartilage ambayo inatakiwa ikuprotect inaanza kulika. Inapotea. Ikipotea, maumivu yanazidi kuwa makali. Unaona, sasa hii kazi yake ni kurudisha ile cartilage. Okay. Ili wewe uweze kuwa na mifupa ambayo imekaa vizuri, maumivu yapungue na nini. Okay. Mzigo upo, unapatikana, unaweza ukanipa oda yako pia ukapata hichi kirutubisho muhimu kabisa na kutokana na maelezo ya Dr. namna ambavyo ametuambia. Na nafikiri kwa sisi Afrika watu wengi wana matatizo haya, migongo kuuma, miguu kuvimba na nini. Kwa hiyo hii ni kirutubisho muhimu sana kuwa nayo pia, na kuwachukulia wazee wetu ama watu ambao wanasumbuliwa na ndugu zetu, marafiki, si mbaya. Wafanyabiashara wote na wakaribisha. Mizigo inapatikana hii. Na hii nakunywaga sana juice yake, hii cranberry. Hii unakunywa sana hii. Sasa hii cranberry hii mara nyingi ina support sana watu wenye changamoto za UTI. Okay. Sasa UTI ni ugonjwa wa njia ya sasa mimi mbona UTI sina za dokta? Sasa wewe si uko vizuri. Uko mtoni hapa mambo vizuri. Kwa hiyo ina maana hata kama una UTI unapaswa kunywa. Hii kazi yake ni kuzuia. Okay. Na kuna watu ambao unashangaa, yani kawaida mtu utakiwa upate UTI. Lakini kuna watu ambao unakuta wanashangaa kwa mwaka anapata UTI mara 2, mara 3. Hasa wanawake, sababu wanawake wanapata UTI mara kwa mara. Vyo hivi mtu unakuta ameenda kwenye mabaa manini, ma restaurant fulani. Okay. Na mwanamke mara nyingi ile urethra, ile njia ya mkojo, mara nyingi kutokea pale kwenye uke wake mpaka kwenye ile kibofu cha mkojo ni pafupi sana. Okay. Kwa mara nyingi wadudu wakiingia tu pale wanakimbia, wanafika moja kwa moja. Sasa hii kazi yake ni kuzuia. Kama unapata UTI mara kwa mara, mzigo hii ndio tiba. Haya, wafanyabiashara dada zangu jamani, mzigo huu hapa. Mshindwe nyinyi tu, mzigo unapatikana, ni cheki, mizigo itakufikia. Kwa haraka hii tumeshaielezea. Hii tayari, na kuna hii magnesium. Sasa hii mimi nafahamu kwa ajili ya gesi tu ama sasa hii inaitwa magnesium. Ile magnesium ambayo tunaitumia kwa ajili ya gesi inaitwa magnesium tensilicate. Magnesium tensilicate. Hiyo ni chemistry hiyo. Hiyo chemistry. Ni kwa mbaya sana. Kwa mambo yako mambo yangu. Sasa hii ni magnesium imekuwa buffered na glycinite na oxide blend. Hii ni magnesium oxide. Hii mara nyingi wale watu ambao wana changamoto za kukamu, watu ambao hawalali, usingizi hawapati, mtu unakuta unampigia muda wote yuko macho, anakuambia sipati usingizi. Chidi Benz anakuambia hawalali, wanawaza soko. Sasa hao wanatakiwa wameze hii, wanawaza soko. Hii wanatakiwa kama ulali na nini, hii ndio inakusaidia kulala. Sasa inafanya relax misuli, ubongo, mishipa ina relax. Okay. Unasinzia vizuri. Alright. Bana daktari, mimi nakushukuru sana kwa kufika, na kushukuru kwa kutoa hili somo. Limekuwa la haraka kidogo. Lakini naamini watu kila mtu akisikiliza kwa utaratibu ataelewa na kitu gani anahitaji ama vitu gani vinatakiwa kufanywa, au sio? Kwa wafanyabiashara wote na wakaribisha, mizigo inapatikana kila aina ya kirutubisho straight kutoka Marekani, USA. Mizigo iko legit kabisa, na wewe cheki na mimi namna gani tutawasiliana ya kupata mzigo wako, ama tunatumaje, unakufikiaje. Hiyo ni rahisi. Kwa hiyo karibuni sana, na in case unataka kuuliza chochote ni check tu kwenye DM, nitakuwa faster ku respond na nitakupa njia ya haraka kabisa kuwasiliana na mimi ili tuweze kutatua maybe changamoto ama chochote unachotaka kujua
kuhusu hivi vitu na namna gani unaweza ukapata kama utakuwa unahitaji, au sio bana? Daktari, nakushukuru sana. Asante sana. Umedrive masaa mengi mpaka kufika hapo. Unajua huko hata Watanzania hatuonani mara kwa mara. Kwa hiyo umedrive muda mrefu sana na heshima, na hiki ni kitu kikubwa sana. Na nitakuwa nakuhitaji mimi hapa mara kwa mara, kama tunakuwa tunapata muda, tunakuwa tunajaribu kuongea. Unajua si vijana tunakwepa sana masuala ya afya. Ni kweli. Tunaanza kuja kusumbua watu kipindi jua linazama na nini. Ni kweli kabisa. Kwa nafikiri kuna vitu vingi tunaweza tunaongea na kujadili kuhusu vijana. Na kwa sababu uzuri daktari mwenyewe ni kijana, kwa hiyo ni rahisi tunasema unaweza unatupa kodi za hapa na pale. Mimi kiukweli nimefurahi ulivyonikaribisha hapa. Nimedrive japokuwa ni parefu. Nikasema kwamba hii mada inaenda kwa ni ya Watanzania na mimi ni Mtanzania. Japokuwa naishi Marekani, siwezi kuwa hata nipate leo passport ya Marekani, mimi bado ni Mtanzania. Ndio. Kwa hiyo hii kitu nimefurahi, na pia na support watu ambao wanatamani kuchukua hizi dawa. Kama una maswali ya kitaalamu pia unaweza kwa comment pale. Mimi nitakuwa napitia zile comment pale, kama una swali la kitaalamu mimi nitakuwa najibu haraka sana. Sawa. Na kwa mtu yeyote ambaye anataka kukufollow kwenye ukurasa wako wa Instagram ama Twitter na mitandao mingine, unapatikana kwa jina gani? Facebook napatikana kwa jina ni straight tu Kalegame Hinyue. Ndio. Hiyo ni Facebook. Alafu Instagram napatikana kwa Kala Kala.255. Ndio. Kala ya vipi? Ya Kala ya rangi. Ya rangi, okay. Lakini pia mtandao gani mwingine? Twitter. Twitter naitwa Dr. Kala MD. Okay. Dr. Kala MD. Pale natii kabisa pale, unaweza kunifollow pale kwenye Twitter. Okay. Na YouTube channel? YouTube naitwa Kalegame Mlondo. Kule kuna video nyingi sana nimeandika. Nafikiri pia tukipata nafasi kwenye hizi nani zetu tutawekea link ya watazamaji wetu kwa ajili ya kuangalia vitu tofauti ili waweze tu kwenda moja kwa moja. Basi mimi nikushukuru Dr. Mimi pia nashukuru kwa kunialika. Asante sana. Thanks for having me here. Asante sana. Pamoja basi, Disho Boy is a business. Peace.